Watu 4 wamefariki dunia huku wengine 6 wakijeruhiwa baada ya Urusi kutekeleza shambulizi la kombora la masafa marefu ballistic missile katika viunga vya mji wa Kharkiv mashariki mwa Ukraine. Kwa mjibu wa mkuu wa utawala wa mkoa wa Kharkiv Oleh Syniehubov, shambulizi hilo lililenga kituo cha usafirishaji wa mizigo cha kampuni ya Nova Poshta. Limeongeza idadi ya vifo hadi kufikia 4 huku majeruhi wakiendelea kuongezeka. Idadi ya waliopoteza maisha kutokana na shambulizi la adui katika viunga vya Kharkiv imefikia 4 na 6 wamejeruhiwa kwa viwango tofauti, amesema Syniehubov. Majengo yameporomoka na maeneo mbalimbali yamewaka moto, ambapo kwa mujibu wa taarifa ya shirika la uokoaji la taifa la Ukraine DSNS limeripoti kuwa shambulizi hilo limesababisha uharibifu mkubwa wa majengo ya kituo hicho cha mizigo, moto katika maeneo kadhaa yenye jumla takribani mita za mraba 500. Waokoaji wamefanikiwa kuwaokoa watu 30 wakiwemo 2 waliokuwa wamekwama chini ya vifusi vya jengo ambalo limeporomoka, ambapo kwa mujibu wa DSNS operesheni za uokoaji na uzima moto zinaendelea huku vikosi vikifanya kazi chini ya tishio la mashambulizi zaidi. Mbali na shambulizi hilo, Urusi pia ilishambulia na kusababisha kukatika kwa umeme katika mji wa Kharkiv, ambapo ndege isiyokuwa na rubani Shahed iligonga moja kati ya eneo ambalo la kucheza watoto katika wilaya ya Shevsky na kusababisha moto mkubwa. Jeshi la anga la Ukraine limethibitisha kuwa lilikuwa limetoa onyo la mapema kuhusu malengo ya kasi kubwa yakielekea Kharkiv kabla ya shambulizi hilo kutokea. Serikali ya Ukraine imesema mashambulizi dhidi ya Kharkiv yamekuwa ni ya kimkakati na ni mkakati wa kudumu, ambapo Urusi wanalenga raia wasio na hatia, miundombinu muhimu, kuilazimisha Ukraine ijisalimishe na kuacha maeneo ya Donbas, Zaporizhzhia, Kherson na Kharkiv ambayo kwa hivi sasa yanakaliwa na Urusi. Katika siku chache zilizopita pekee, Kharkiv ilishambuliwa Januari 9, 10 na 11, hali ambayo imeonyesha kuongezeka kwa kasi ya mashambulizi katika eneo hilo. Lakini katika ripoti nyingine ni juu ya shambulizi ambalo lilifanywa Januari 9 kwa kutumia mfumo wa makombora wa Oreshnik nchini Ukraine. Jeshi la Urusi lilitekeleza shambulizi kwa kutumia mfumo wa kombora la ballistic la kasi kubwa hypersonic la Oreshnik tarehe 9 Januari na kusababisha kuharibika vibaya kwa kiwanda cha taifa cha matengenezo ya ndege cha Lvov ambacho kipo magharibi mwa Ukraine, na kiwanda hicho kilikuwa kinatoa huduma za matengenezo kwa ndege za kivita aina F-16 na kuzalisha ndege zisizo na rubani UAV za masafa marefu kwa ajili ya mashambulizi. Hii ni sehemu ya taarifa ambayo imetolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Shambulizi la Oreshnik, jeshi la Urusi lilitekeleza shambulizi hili tarehe 9 kwa kutumia mfumo wa kombora hili na kusababisha kulemaa kwa kiwanda au kuangamia kwa kiwanda cha matengenezo cha ndege cha Lvov, ambapo Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilieleza kuwa kiwanda hicho kilikuwa kinakarabati na kuhudumia ndege za kijeshi za Ukraine, ikiwemo ndege ya kivita aina ya F-16 MiG-29 ambazo zimetolewa na nchi za magharibi. Aidha, kiwanda hicho kilikuwa kinazalisha UAV za mashambulizi ya masafa marefu na ya kati zilizokuwa zikitumika kushambulia miundombinu ya kiraia ndani ya eneo la Urusi. Shambulizi hili la Oreshnik pia lililenga vituo vya uzalishaji, maghala ya bidhaa ambazo zimekamilika UAV, pamoja na miundombinu ya uwanja wa ndege wa kiwanda hicho ambacho kinatumika kutengeneza silaha hizo. Mashambulizi ya makombora ya Iskandar pamoja na Karabli, ambapo vituo vya uzalishaji vya makampuni mawili ya Kiev yanayojihusisha na uunganishaji wa UAV, mashambulizi viliharibiwa tarehe 9 kwa kutumia mfumo wa makombora ya ballistic ya Iskandar pamoja na makombora ya masafa marefu ya baharini ya Karabli. Pia miundombinu ya nishati ambayo inaungwa mkono shughuli za sekta ya kijeshi na viwanda vya ulinzi vya Ukraine vililengwa na mashambulizi katika mji wa Kiev. Tarehe 9 hiyo Januari, Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilitangaza kuwa jeshi la Urusi lilitekeleza shambulizi kubwa lenye malengo muhimu, ikijumuisha matumizi ya mfumo wa kombora la Oreshnik. Wizara hiyo pia ilikuwa imesema kwamba hatua hiyo ni jibu la shambulizi ambalo lilifanywa na Kiev mwezi Disemba dhidi ya makazi ya Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin katika mkoa wa Novgorod. Lakini pia ripoti nyingine ambazo tuko nazo hapa ni juu ya taarifa ambayo inaeleza kwamba Norway imetangaza kutoa msaada wa dharura wa dola milioni 400 kwa sekta ya nishati na bajeti nchini Ukraine. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa, serikali ya Norway imetangaza kifurushi cha msaada wa dharura chenye thamani ya euro milioni 340 sawa na dola za Marekani milioni 400 kwa ajili ya kusaidia sekta ya nishati na bajeti kwa taifa la Ukraine
huku Urusi ikiendelea kushambulia miundombinu muhimu ya nishati katika taifa hilo. Tangazo hilo limetolewa na waziri wa mambo ya nje wa Norway Espen Barth Eide alipowasili mjini Kiev kwa mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andrei Sybiha. Eide amesema kuwa miundombinu ambayo inasambaza umeme kwa raia wa kawaida wa Ukraine imekuwa ikishambuliwa mara kadhaa kwa wiki, hali iliyoacha mamia na maelfu ya wananchi bila upatikanaji wa uhakika wa umeme, maji pamoja na huduma za kupasha joto majumbani, hasa wakati huu wa majira ya baridi. Nikimnukuu, Eide anasema kuhakikisha wananchi wanaweza kupata joto, kupika chakula na kuendelea na maisha ya kawaida ni jambo muhimu katika kuwasaidia kuhimili vita ambavyo vinapiganwa kwa niaba ya dunia nzima. Sehemu ya fedha hizo zinatakiwa kulipa mishahara na kukarabati miundombinu, ambapo ukarabati wa vituo vya uzalishaji na usambazaji wa umeme, kulipa mishahara ya walimu na watumishi wa umma pia zitaelekezwa fedha hizo. Fedha zilizobaki zitaingizwa moja kwa moja katika bajeti ya taifa la Ukraine, kwa mujibu wa taarifa ya serikali ya Norway. Na tangazo hilo limekuja wakati hali joto katika maeneo mengi Ukraine ikishuka hadi chini ya nyuzi joto 10, hali ambayo inaongeza madhara ya mashambulizi ya Urusi dhidi ya vituo vya umeme na miundombinu ya usafirishaji wa nishati. Waziri Sybiha ameielezea Norway kuwa ni mshirika wa karibu na kihistoria na ameipongeza kwa kuendelea kutoa msaada mkubwa ambao umefikia dola bilioni 8 kwa mwaka 2026, kiwango ambacho kinaendelea sawa na msaada wa miaka iliyopita. Amesema mazungumzo yao yalijikita pia katika ushirikiano wa kimkakati, juhudi za amani, msaada wa kijeshi na ulinzi. Tayari Norway ilikuwa imetoa takribani dola milioni 150 kwa ajili ya ununuzi wa gesi kabla ya msimu wa baridi, kwa mjibu wa ofisi ya rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky. Mji mkuu wa Ukraine Kiev unakabiliwa na hali ngumu isiyokuwa na mfano, huku kukatika kwa umeme kwa muda mrefu na baridi kali chini ya sifuri vikisukuma miundombinu ya nishati ya jiji hilo kufikia kiwango cha juu zaidi cha uwezo wake wa kustahimili. Ingawa idadi ya majengo yasiyo na huduma ya joto imepungua tangu shambulizi kubwa la makombora na ndege zisizo na rubani lilofanyika Januari 9, athari za jumla na za mgogoro huu kwa maisha ya kila siku ya wananchi zinazidi kuongezeka kila uchao. Kwa mujibu wa ripoti ambayo ilitolewa na meya wa Kiev Vital Klitschko, alisema kuwa kufikia Januari 12 takribani majengo 800 ya makazi bado hayakuwa na mfumo wa joto, ikilinganishwa na zaidi ya majengo 6,000 yaliyokosa joto mara baada ya shambulizi kubwa la Januari 9 lililolenga miundombinu muhimu na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 4. Msemaji wa meya huyo Oksana Zinovieva ameeleza kauli ya Klitschko haikuwa amri ya kuwahamisha makazi, bali ni ushauri kwa wale ambao wanaweza kuondoka kwa muda kutokana na mgogoro wa nishati na baridi, akisema hali bado ni ngumu, hasa upande wa umeme unaoathiri moja kwa moja mifumo ya joto pamoja na usambazaji wa maji. Utawala wa kijeshi wa jiji la Kiev pia umethibitisha kuwa hakuna amri rasmi ya uhamisho ambayo imetolewa, huku akibainisha kuwa hali mbaya zaidi ipo katika maeneo ya ukingo wa mashariki mwa mji, kwa maana left bank. Hali joto asubuhi Januari 12 ilishuka hadi nyuzi joto 16, na wataalamu wa hali ya hewa wameonya kuwa baridi kali itaendelea kwa angalau wiki 2 zijazo, hali ambayo itazidisha mateso kwa wakazi. Naibu waziri mkuu wa kwanza wa Ukraine Yulia Sariadenko amesema maeneo yaliyoathirika zaidi ni mji mkuu Kiev na mkoa wa Kiev, hususan wilaya za Boryspil pamoja na Brovaya. Rais wa taasisi ya utafiti wa nishati Dixie Group Olena Pavlenko alisema huenda hili halikuwa shambulizi kubwa zaidi, lakini athari zake ndio mbaya zaidi tulizowahi kushuhudia ikilinganishwa na majira ya baridi ya awali. Hali ya sasa ndio mbaya zaidi. Ameeleza kuwa mashambulizi ya miaka kadhaa yameharibu vibaya miundombinu ya nishati ya Ukraine, na hadi hivi sasa kila ukarabati unakuwa mgumu mara 2 hadi 4 zaidi kutokana na barafu, ukosefu wa vipuri na kushambuliwa kwa mara na Urusi. Ameeleza kwamba wizara ya nishati inataka kutoa maelezo ya wazi kwa umma na kwa washirika wa kimataifa ili kurejesha imani na kuvutia msaada wa vifaa na teknolojia ambazo zinahitajika. Kampuni binafsi kubwa ya nishati nchini Ukraine DTEK imesema sehemu zinazofanya kazi za mfumo wa nishati zinabeba mzigo mkubwa kupita uwezo wake, hivyo kukatika kwa umeme kumegeuka kuwa jambo ambalo haliepukiki. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.